Kwa majina naitwa Dr. Emmanuel Masenga, ni mtafiti mkuu chini ya taasisi ya utafiti wa wanyamapori Tanzania, TAWIRI. Leo tuko eneo la Mbulumbulu, Ngorongoro, kwa lengo la kutoa mafunzo kwa askari kwa kutumia kifaa kilichoboreshwa cha kurushia bomu baridi. Sisi taasisi ya utafiti wa wanyamapori Tanzania tulifanya utafiti na wenzetu wa shirika la Mzinga Morogoro, tukabuni kifaa maalum ambacho tumekitumia kwenye kutatua changamoto ya migongano baina ya tembo na binadamu, na kifaa hiki kimeweza kuonyesha ufanisi mkubwa. Lakini katika utafiti wetu wa awali tulitengeneza bomu hili baridi ambalo tulikuwa tunalirusha kwa mkono, na wakati tunalitumia ufanisi wake tuliendelea kuboresha na tukaja na kifaa cha kurushia bomu hili, ambacho kifaa hiki tunakifanyia majaribio ya awali uwandani na sasa hivi kinafanya vizuri sana, na baada ya majaribio haya tutatengeneza vifaa hivi vya kurushia bomu baridi kwa ajili ya kuvigawa kwa askari ambao muda mwingi wanakuwa wakitatua hii changamoto ya migongano baina ya tembo na binadamu. Kwa utafiti huu tumefikia hatua nzuri na mafanikio yameonekana kwa askari waliotumia bomu baridi la kufukuzia tembo, na lengo kuu la kufanya utafiti huu ni kupunguza kadhia iliyopo baina ya tembo na binadamu. Na tuna imani utafiti hauishii hapa. Tunaendelea kufanya tafiti zaidi za kubuni vifaa vingine ambavyo vitatumika kupunguza changamoto hii iliyopo baina ya tembo na binadamu. Kwa hiyo rai yangu ni kuwa watumiaji wanaotumia kifaa hichi ambacho tumeanza kwa kuelimisha askari wa wanyamapori katika eneo hili la mamlaka hifadhi ya Ngorongoro na maeneo mengine ambapo tumefundisha ni maeneo ya Serengeti, mfumo ekolojia wa Serengeti, ambapo kule tumefundisha askari wa TANAPA na askari wa TAWA pamoja na askari wa TFS. Kwa jina mimi naitwa Revocatus Menei, ni mtafiti kutoka taasisi ya utafiti wa wanyamapori Tanzania. Nafanya kazi katika kituo cha utafiti Serengeti. Nianze kwa kusema eneo la mfumo ekolojia Serengeti linalojumuisha hifadhi ya taifa Serengeti, pori la akiba la Maswa, Grumeti pamoja na Ngorongoro ni miongoni mwa maeneo au tunasema ngome za uhifadhi wa tembo. Leo tumekuja kutoa elimu kwa maaskari ambao pia ni vile vikosi vya ulinzi vya doria vya kudhibiti wanyamapori waharibifu wa mazao. Tumefundisha matumizi ya kirushio cha bomu baridi au kwa Kiingereza kinaitwa Pepper Thunder Flash Launcher ili kuongezea nguvu na ufanisi timu hii. Kwa hiyo ni kifaa ambacho kinaenda kuleta tija lakini ufanisi katika timu zetu za doria. Lengo ni kwamba tembo wawe salama lakini pia wananchi wawe salama na mali zao pia ziwe salama. Wito wangu kwa timu za askari ambao wanaenda kufanya kazi hizi ni kutumia kifaa hichi kwa kuzingatia itifaki na miongozo. Kila kitu ambacho kimetengenezwa kupitia sayansi kina miongozo, kina guidelines. Ukifuata kanuni, kifaa kina madhara na kitaleta matokeo tarajiwa. Kwa jina naitwa Meja Ali kutoka shirika la Mzinga. Sisi ndio wabunifu wa kifaa cha kufukuza tembo, hii lonja. Na hiki ndio kibomu kinachotumika kumfukuza tembo. Kina uwezo wa kurusha umbali wa mita 100 alipo pale tembo. Na kifaa hiki kina sifa 3 ya kumfukuza tembo. Kwanza tumeweka pilipili, ambayo pilipili tembo hapatani nayo. Eneo ambalo pilipili lipo tembo anakimbia. Pili tumeweka mlio mkubwa. Tembo hapendi kelele. Kwa hiyo mlio unampa harassment ya kukimbia kwenye eneo husika. 3 tumeweka mwanga. Mwanga huu kwa kipindi cha usiku unakuwa mkubwa sana. Kwa hiyo tembo akiuona hapendi mwanga. Tembo anapenda kiza kufanya shughuli zake.
Kwa hiyo hivi vitu vitatu vikiwa pamoja vinasaidia kumfukuza tembo kwa uharaka kutoka kwenye eneo husika. Kwa majina naitwa Lightness Tungu, ni afisa uhifadhi kutoka Mamlaka ya Hifadhi ya Ngorongoro. Kuhusu mafunzo ya matumizi ya mabomu baridi, tunaipongeza serikali kwa kuonyesha jitihada zake dhidi ya kudhibiti migogoro baina ya binadamu na wanyamapori kwa kushirikiana na hizo taasisi nilizotaja ambazo ni TAWIRI, lakini pia kikosi cha mizinga Morogoro wamekuja na teknolojia ya matumizi ya mabomu baridi, ambapo kwa mara ya kwanza mabomu haya yalikuwa yanatumika kwa kutumia mkono, na sekunde ambazo zilikuwa zinatumika ili kuweza kulirusha bomu hili ilikuwa ni sekunde 3, of which ni hatari kidogo kwa matumizi yake kwa askari au yoyote ambaye anatumia kwa ajili ya kufukuza wanyama. Kwa hiyo tunaona wamekuja sasa na teknolojia nyingine ambayo imerahisisha kidogo matumizi yake. Ni kifaa ambacho kinabonyezwa then bomu linatoka na kwenda kulipuka. Kutumia kifaa hiki tunapunguza hayo madhara ambayo yanaweza kusababishwa na tembo, na sio hayo tu, inatokea tunaona pia watu wanauawa. Kwa hiyo kwa kweli matumizi ya kifaa hiki yataleta mahusiano mazuri baina ya uhifadhi lakini pia na jamii ambayo inakaa pembezoni mwa hifadhi. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.